Alfred Junior, EATV. Asante Egbert Alfred Junior kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa ngome ya vijana wa chama cha ACT Wazalendo Taifa Abdul Nondo amelaani vikali vifo vya wananchi waliouawa kwa risasi wakati wa vurugu zilizofanyika nchini Oktoba 29 mwaka huu. Madu Sylvester ameandaa taarifa ifuatayo. Akizungumza na waandishi wa habari leo Novemba 12 mwaka 2025 jijini Dar es Salaam, Nondo amejibu hoja zilizotolewa na baadhi ya viongozi wa serikali na wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM, akiwemo mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Kawaida, waliodai kuwa hali hiyo ilifanyika kinyume cha utaratibu. Ameeleza kuwa vitendo vya mauaji nje ya utaratibu wa kisheria vinapaswa kukemewa na jamii nzima, akibainisha kuwa sheria zipo wazi kuhusu namna ya kushughulikia makosa ya aina hiyo. Nchi yetu inaongozwa kwa taratibu na kwa mujibu wa sheria. Kuna vyombo vya sheria wanaotuhumiwa kuvunja sheria na sio kuuawa. Extrajudicial killings, kwamba ukituhumiwa unakufa, ukikamatwa unaandamana upigwe risasi, mambo ambayo yanapaswa kukemewa. Kanuni ya adhabu kifungu cha 77 kinataja mtu anayetuhumiwa kushiriki mkusanyiko usio halali au ghasia anatenda kosa na adhabu yake akikutwa ni hatia ya kifungo cha mwaka mmoja. Kwa nini kama walikuwa hawana kibali wasikamati kupelekwa mahakamani kushtakiwa ili sheria ipate mkondo wake? Mwenyekiti wa UVCCM Kawaida anaongea kana kwamba anahalalisha mauaji ya vijana na Watanzania kwa sababu ya uharibifu wa vitu na mali. Kama vitu vimeharibika, vitu vimeharibiwa, mali zimeharibiwa. Kwa hiyo mtu akiharibu vitu, mali zikiharibiwa, huyo mtu anatakiwa auawe, apigwe risasi, afe. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kanuni ya adhabu kifungu cha 82 kinatoa taratibu kwa mtuhumiwa yeyote anayekusanyika na kuharibu vitu akikutwa na hatia adhabu yake ni kifungo cha miaka 7. Kwa nini hakuwapeleka kwenye vyombo vya sheria badala yake kuishia kuwaua kwa risasi? Aidha, Nondo ameongeza kuwa chanzo cha kutokea kwa vurugu tarehe 29 Oktoba mwaka huu ni vijana walilenga kuonesha hisia zao za kutokubaliana na mfumo wa uchaguzi na vijana kutaka haki na uhuru wa kuchagua viongozi wanaowataka. Vijana walitaka haki na uhuru wa kuchagua viongozi wanaowataka. Vijana walitaka mfumo bora wa uchaguzi ambao ndio msingi mkuu wa kupata viongozi bora wenye kujali ustawi wa watu na wenye kuwajibika kwa watu. Jambo ambalo ni madai na matakwa ya Watanzania ya muda mrefu. Mfumo wetu wa uchaguzi sasa hauna maana yoyote kwa wananchi. Ni mfumo unaonyang'anya haki za Watanzania kuchagua viongozi wanaowataka. Ni mfumo unaoondoa fursa ya wananchi kuchagua viongozi wanaowataka. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Madu Sylvester wa EATV. Asante Madu Sylvester kwa taarifa hiyo. Asanteni kwa wale ambao pia mnatuandikia maoni yenu kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Nimekuona Rubangula